kama kiongozi, ukiacha elimu, tabia njema, unaamini lugha ambazo umesimama kwa waumini wako unazozitumia zinakwenda kuzalisha nini kwa watu? Jamii ikishatengeneza mazingira ya kumdharau kiongozi wa nchi, nani chanzo? Umeridhika wewe kiongozi wa dini, kiongozi wa nchi yadharaulike, muasisi wa dharawizi kuwa ni wewe, mwenye dhamana ya ardhi hii kuwa ni kiongozi, anachafuliwa mtu. Mabwana, dakika ni chache, maneno ya kusema ni mengi. Tuna dhamana, sisi ndio viongozi kwa ule utu wetu, binadamu wetu, kisha ndio tunakuwa sasa viongozi wa dini. Dini imekuja liislahi mujtama. Dini yoyote ikiitwa dini, labda wewe una dini yako ambayo kazi yake ni ifsadul mujtama, kuharibu jamii, lakini dini kazi yake ni kutengeneza jamii ionekane watu ni watu. Kiongozi wa dini si nidhamu, si tabia njema kuishinikiza serikali. Kiongozi wa dini anaishauri na kuiomba serikali. Hiyo ndio dhamana na jukumu letu, tuishauri serikali na kuiomba serikali. Kiongozi wa dini huwezi kusema tunataka mara moja tujengewe msikiti. Unataka mara moja, lugha gani? Wewe ungeweza kumwambia babako nataka mara moja ulipe ada, basi ni dalili kiongozi wa dini inawezekana ukulelewa vizuri. Hebu tujaribu kutengeneza dini zetu. Nikae chini niseme hivi, kuna watu wanadhani Mungu kamuumba mwanadamu kwa akili ya aina moja. Si kweli. Mungu hakumuumba mwanadamu kwa akili ya aina moja. Kuna akili za darasani za kusoma nyingine, kuna akili za kufanyia biashara nyingine. Huyu mwenye akili ya kuelewa masomo darasani, kwa akili ile akienda kufanyia biashara wiki, biashara imekufa. Kuna akili ya kuishi na mke kama mwanamke, kuna akili ya kuishi na mume. Na kuna akili ya kwenye siasa. Akili ya kwenye siasa ukiileta msikitini unaharibu. Kila mahala kuna akili yake. Viongozi wa dini, twendeni tukazitumia akili kwa mgawanyo wake. Akili ya kuishi wewe na babako, usiipeleke akili hiyo kwenye kuiendesha jamii, utatuharibia jamii. Twendeni tukajitambue. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha kunta fi amrin fakun fihi. Ukiwa katika jambo, kuwa katika jambo lile. Kindaki usiwe unaingia unatoka. Lakini hili tatizo, nadhani namaliza hapo, sisi kazi yetu jamani ni kazi ya wito. Tujipieni makofi. Ni kazi ambayo sisi tunaripoti kwa Mungu, ndio mwajiri wetu, ndio bosi wetu, ndio anayetulipa mshahara. Ukigeuza mlipa mshahara asiokuwa Mungu, kazi utaifanya vizuri. Ndipo pale utakapoona sasa Sheikh Kundecha badala ya kusema na usema Mungu, anasema yule anayemwajiri. Ibn al-Asakir anasema man lam yantiq min quwwati fikrihi, man lam yantiq min quwwati fasihi la yantiq min quwwati fikrihi. Asiyokula kwa nguvu ya shoka lake, basi hata utamka kwa nguvu ya akili yake. Tutapewa vibahasha vingi sana kipindi hiki, kila mmoja anavutia katika chama chake. Pokea, lakini nenda karudie kaseme msaafu unavyosema, Injili inavyosema na Taurati. Makofi. Kwa sababu kazi yetu ni kazi ya wito. Kazi ya wito tumejitolea. Mungu ndo anayetulipa na anatulipa sana. Ukivutwa huku, bwana chukua hili. Sawa, pokea. Kwa sababu Mtume anasema fa innahu kullu ma yaatika min hadha min ghairi mas'alatin wala itla'i nafsi alayhi fa innahu rizqun saqahu Allahu alayk. Kitakachokujia pasi na kuomba wala kushobokea kula, kwa sababu ni riziki kukupa Mungu. Lakini ukifika pale wewe endelea na msafu wako tu.
Makofi. Hizi takrima hizi zinatutoa jamani. Mimi nasema ukweli, kipindi hivi tuna vibahasha vingi sana, ili tuseme mle katika madhabahu, tuseme katika manabiri na membari zile wanachokitaka wao. Bado tukanganganie, tusikilizeni sisi. Kasema Sheikh Mzuanda hapa, mimi ni kiongozi wako ukiwa hai na bado ni kiongozi wako ukifa. Kwa nini hicho kinakutoa katika nafasi yako? La mwisho kabisa, viongozi wa dini, amani iko mikononi mwenu. Amani iko mikononi mwenu. Nyinyi ni wazazi na walezi wa amani hii. Nendeni mkakae nafasi ya baba katika nyumba. Watoto unawapata wengi nyumbani kwako, na kila mtoto anakuja na tabia yake. Kama usende kuonyesha kwamba mimi nampenda zaidi huyu kuliko yule, utakuwa umekosea. Na wewe utakuwa umekosea zaidi kwa nafasi ya dini. Kwa sababu likianza vurugu, tumemsikia Sheikh Kipozeo 94 ile, yeye anasema aliishi kule. Mimi nilikuwa nakwenda na kurudi, wakati ule nafanya kazi katika ile taasisi ya Relief Organization, na alinipa kazi hiyo Sheikh Twalib wakati ule uko pale mtaa wa Uhuru. Anakumbuka vizuri. Mimi nilikuwa naondoka katika kitengo cha misaada kwenda Rwanda, Burundi, Goma kule kote nakujua. Ngara nakujua. Mama Shamimu, nimepata kumuona mama aliowatupa mtoni yeye mwenyewe kwa mkono wake watoto wake 6 alioweka kila mmoja tumboni kwake kwa miezi 9. Anawatia mtoni, kasimamiwa na mtutu. Amani kivunjika inakuwa hivyo. Watoto wake 6, Sheikh Talib. Ilikuwa natembea kutoka Mama Shilingi mpaka kule na malori, sisi tunaongozwa na juu kuna helikopta inatulinda, magari ya UN yale, tunapeleka misaada kule. Pembeni kuna vifaru, lakini unahesabu waliokufa mpaka unaogopa. Msisikie bwana, msisikie wala msiseme kwamba kitanuka. Hilo neno hilo, kikinuka kitanuka kweli, kitaoza kabisa. Kuna mtu mmoja ndugu yangu kabisa aliwahi kupita maeneo hayo, akakutana na makabaila wachafuzi wa amani. Wao wamepatana kwamba sisi wanawake hatutowafanya kitu, lakini wanaume hapiti hapa mtu. Pale kuka kuna mchanganyiko katika kuvuka wanaume na wanawake. Jina lako nani? Naitwa Walidi Shaba. Nani? Musa Kundecha Chali. Unaitwa nani? Mariam Pita. Wamepita nao, yule bwana ikafika zamu yake mwanamume. Jina lako nani? Akaambia mimi naitwa Saidi, lakini nikiwa kanisani Mariamu, nikiwa kanisani Fausta. Yaani msikitini Mariamu, nikienda kanisani naitwa Jenista. Mtu kawa na majina haya matatu. Yeye Mariamu, na yeye ni Saidi, na yeye Jenista. Tusicheze na amani. Hichi chombo hichi mimi nakiogopa sana hichi. Mikrofoni. Hii ni zaidi ya bunduki. Hii. Yaani hapa mimi nilipo, hii ni zaidi ya bunduki. Twendeni tukaitumie vizuri mic. Sana. Na mtizameni sasa hivi kila anayekuja katika majumba ya ibada, mnataka kumpa hiki chombo, mjue mmemkabidhi zaidi ya bunduki. Kwa sababu hakuna kitu kibaya kuliko neno. Kuna vitu vitatu vikitoka havirudi. Miongoni mwa vitu vitatu hivyo, neno. Ukisema neno fulani halirudi tena. Kabla hujasema fikiria, kabla hujasema zingatia, lakini kabla hujasema nini faida ya neno lile. Una katika vyote hivyo nyamaza. Anasema man kana yu'minu billah falyakul khairan awil, mwenye kumwamini Mungu kweli akaseme khairi ya kuwasaidia watu, au hana khairi akakae kimya. Kwa nini? Asukutu aya. Wallahi mimi nakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu, walivyozungumza mashekhe ni sahihi. Vita sio kitu kizuri, kwamba hii amani tulionayo tuilinde. Hii amani tulionayo katika hii nchi yetu ya Tanzania tuilinde, na kuilinda kwenyewe
ndo kama huku, maana binadamu anatakiwa kukumbushwa kila mara. Kwa hiyo hivi tunavyokumbushana, Mwenyezi Mungu atatujalia kila la kheri. Jambo jingine la mwisho, watu wanaleta malumbano kuhusiana na rais wetu wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan. Yule ni rais tayari, tayari kishakuwa rais. Wewe hata ukikasirika, yule rais tu kishakuwa rais na ataendelea kuwa rais. Na hii 2025 rais ni yule, hakuna mwingine. Misahafu, tuna Biblia, tuna vitabu vingi vya dini zetu, lakini wengi tumekosa katiba. Kuna haja ya sisi viongozi wa dini kuwa na katiba, kwa sababu uchaguzi unaingia, ukiulizwa swali na muumini wako utamjibu nini? Na sisi tunatakiwa tuwe tumefahamu katiba hiki. Kile kingine ambacho tunakililia kitakuja, lakini sasa hivi ni hiki. Lakini pili ni kanuni za uchaguzi kutoka vyama ambavyo vimesajiliwa hapa. Tuwaombe watuletee. Huwa tunaletewa na labda chama kimoja au viwili, CCM au nyingine, lakini kama wangetuletea kanuni za vyama ambavyo viko hapa, ili na sisi tuweze kujibu maswali kwa waumini wetu. Maana mwalimu anatakiwa amzidi mwanafunzi. Mimi ni mwalimu by profession. Nukuu sura. Naomba kunukuu sura za Biblia na Qur'ani, maana ni kamati ya dini mbalimbali. Nimejifunza na mimi. Kwa upande wa kuwaheshimu watawala, Biblia katika Warumi 13 aya ya 1 ya kwanza hadi ya 2, Agano Jipya, inasema hivi: kila mtu atii mamlaka inayotawala, maana hakuna mamlaka isiyetoka kwa Mungu. Sisi ni daraja tu, na ile iliyopo imewekwa na Mungu. Hata hivyo, anajiinua kinyume cha mamlaka, anajiinua kinyume na mamlaka, kinyume cha agizo la Mungu, nao watapokea hukumu. Yule anayekiuka. Mapadri mtani sahihisha. Twende kwenye Qur'an, sura An-Nisa, sura ya 4 aya namba 59. Mashehe wananitizama, ataweza? Naweza. Enyi mlioniamini, mtiini Mwenyezi Mungu na mtiini mtume na wenye mamlaka miongoni mwenu, wenye mamlaka miongoni mwenu. Lakini mkitofautiana katika jambo, basi lirudisheni kwa Mwenyezi Mungu na mtume, ikiwa nyinyi mnamwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Hayo ndiyo bora zaidi na ndiyo mwisho mwema. Nataka niseme kwamba hawa watawala, sawa, sisi tumewapigia kura, nini daraja shekhe, lakini tayari aliandikiwa na Allah na Mungu. Sasa leo sisi tunawatukana. Waheshimiwa viongozi wa dini, twendeni tukakemee matusi, sio kitu kizuri. Amani inatetereka.
Wewe unaenda kumtukana kiongozi wa nchi, matusi ya nguoni. Umeyapata wapi? Kitabu gani kinasema hivyo? Katika dunia hii kuhani au kiongozi wa dini ndiye msemaji wa nani? Wa Mungu. Hiyo ndio nafasi tuliopewa na ndio dhamana tuliopewa katika dunia hii. Kwa hiyo sisi si watu wadogo sana, ni watu muhimu sana katika dunia. Na katika nchi yetu hii ya Tanzania ni watu wa maana, ni watu muhimu mno. Kila mmoja aione hiyo nafasi yake kwamba tumepewa dhamana katika dunia, na kwa sababu tuko kwenye kipande cha Tanzania, tumepewa dhamana katika nchi hii ya Tanzania. Sasa kwa mujibu wa kitabu hiki ambacho mimi nimekisoma hapa kwa sababu ni Mkristo, cha Malaki, ni kwamba watu waje kutafuta sheria. Kuna jambo lolote limewatatiza huko, waje watafute utatuzi wa hilo jambo kwa kuhani, kwa kiongozi wa dini. Sasa kwa mujibu wa mada yetu hapa, si kiongozi wa dini sasa awe chanzo cha kutoa majibu katikati ya mambo ambayo watu wanasumbuka nayo, bali sisi tuwe sehemu ya kutoa majibu katika yale watu wanayosumbuka nayo. Hiyo ndio dhamana tuliopewa katikati ya dunia hii. Nilikuwa na tafakari kipindi kile tulipomaliza Idi. Ni mfuatiliaji sana wa siji msikitini, lakini nafuatilia sana hotuba zenu. Juzi kwenye Pasaka nasikiliza jumbe mbalimbali. Sisi wa Kristo tumehubiri kwa habari ya kufa na kufufuka kwa Yesu. Maana yake ni kwamba tuwaambie watu kwa nini maana ya msalaba, tuwaambie watu maana ya kufufuka kwa Yesu, tuwaambie yeye aliyezaliwa mfalme wa amani mpaka anafufuka anataka nchi, dunia iwe na amani. Tuwaambie watu hivyo, kwa sababu Mungu ameweka hayo maneno ndani ya vinywa vyetu. Dunia, sisi ndio wasemaji wa dunia mpaka dunia ikae salama. Ni sisi na sio wengine. Lakini ndugu zangu viongozi wa dini, ninyi wote ni mashahidi, tumebadilisha mahubiri yetu na sema zetu kwenye misikiti, kwenye madhabahu tunabadilisha. Tunataka kuingia mahali ambapo hapatupasa wala Mungu hajatutuma. Hebu tubaki kwenye nafasi zetu, na watu watuelewe hivyo kwamba hawa ndio wenye dhamana ya dunia, hawa ndio wenye dhamana ya nchi. Hata viongozi wakishindwa mambo waje kwetu. Leo viongozi wa serikali hawaoni sababu ya kuja kwa viongozi wa dini, kwa sababu sasa na wao wamejichanganya. Hebu turudi, kongamano hili liwe la maana sana kuturudisha kwenye nafasi zetu kama viongozi wa dini. Ni tumepewa dhamana ya kuhakikisha dunia inabaki na amani, kwa sababu tunayemwamini ni Bwana wa amani. Sisi wa Kristo amezaliwa mfalme wa nini? Wa amani. Amefufuka kuleta amani kati ya yale mambo yaliyokufa, yote yahuishwe. Hebu tusimame kwenye nafasi. Tunapoelekea kwenye uchaguzi, dhamana ya Tanzania iko mikononi mwa viongozi wa dini, na sisi tulioketi hapa kama wajumbe wa nani? Wa Bwana wa majeshi. Zamani Mungu alikuwa anasema, lakini siku hizi anasema kupitia vitabu vyake, anasema kupitia Siso aliyesimama hapa na alisema neno la Mungu. Hata naposema hapa ni Mungu anasema. Hii ya amani kwenye dunia yetu na kwenye nchi yetu ya Tanzania haihitaji kuzungumzwa tu wakati wa uchaguzi. Inahitaji hoja hii tawale kila mahali. Ilikuwa ni ombi langu, niwaombe mwenyekiti. Tuna mashehe wengi, tuna maimamu wengi, tuna viongozi wengi wa dini na wachungaji na maaskofu hawako hapa. Tafuteni muda muwaite. Tunakaa mahali fulani, hoja kama hizi zinazungumzwa na wenzetu wengine wanasikia, ili tutengeneze amani ambayo ni nzuri zaidi. Tukiwapata na wale wakisikia hiki kitakuwa kizuri. Ikitokea vurugu hapa kwenye nchi yetu ya Tanzania, hakuna atakayehubiri, hakuna atakayesimama msikitini, hakuna mahali mtu atasema Yesu ni Bwana, hakuna mahali atahubiri neno lolote, kwa sababu kila mara
Tutafuata kwamba utachukua bata, unakimbia naye, unafikiri umechukua nguo. Na waombeni sana, amani ndiyo kitu cha kwanza kuliko vitu vingine. Tuimbeni amani, tutangazeni amani, tuhubiri amani, tukiwa barabarani ni amani, itatusaidia sana. Na ule udhaifu ndio ukamilifu wake. Kwa mfano, mwanadamu kaumbwa kusahau, huu ni udhaifu. Lakini bila ya udhaifu huu angeishi mnyonge sana kwa misiba iliyopita nyuma, lakini anasahau, anakwenda mbele. Sasa sisi ni viongozi wa dini, lakini tusisahau sisi nao ni madhaifu. Tunachotakiwa kukifanya ni kuwaelimisha na kuwafundisha waumini tunaowaongoza kwa kuzingatia udhaifu wa kimaumbile na jukumu zito tulilonalo mbele yetu la uchaguzi. Udhaifu utakwenda kujitokeza mwingi kabisa, kwa sababu ndio maumbile. Wapo watakaosahau wakiamini wananyimwa fursa. Wapo watakaokuwa na tamaa, naweza nikapata nafasi fulani. Wapo watakaoweza kuwa na chuki, kwa nini kasema hivi mbele za watu. Haya ndio maumbile wanadamu walivyo. Lakini tukawafundishe, hatuwezi kurekebisha kosa lolote lile kwa kukosea tena. Tutarekebisha kosa kwa kufanya jambo la sawa. Udhaifu na maumbile hatuwezi kuepuka, lakini tujitahidi kila ambapo tunaamini hili ni kosa, tutafute njia ya sawa kurekebisha kosa lile badala ya kufanya kosa jingine, kwa sababu sisi tuna dhamana tukasimamie kuwakumbusha wenzetu eneo hilo ambalo ni la kimaumbile, lakini kwa nafasi ya kazi yetu tulisisitize ili hali hiyo isije ikachafua hali ya hewa katika kipindi kizuri ambacho tunakitegemea. Na kiita kipindi kizuri kwa sababu mwanadamu bila ya usimamizi, chukua mfano rahisi sana tu wa safari ya barabarani inayoongozwa na madereva watu wazima, wana leseni baada ya kusomea, alafu taa za barabarani zimezimika. Utaona vurumai iliyoko pale, mpaka atokee mtoto mdogo ambaye hakusoma awaambie, wewe subiri apite huyu, utaona foleni inaondoka. Wanadamu wanahitaji sana usimamizi. Kwa hiyo kipindi cha uchaguzi ni kipindi cha muhimu sana, lakini hakiwezi kuondokana na udhaifu walionao wanadamu, na wajibu wetu ni kukumbushana, na ndilo tuliloambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuntum khayra umma, nini ndilo kundi lililo bora, ukhrijat linnas, lililotolewa na kudhihirishwa kwa watu wote. Jukumu lenu, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Falsafa wa diplomasia wana teknolojia zao wanaziita, kuna hard power, kuna soft power, kuna smart power. Hard power manake ni nguvu za dola. Dola inatumia nguvu kudhibiti wasi. Soft power ni nguvu ya ushawishi bila kutumia nguvu ya silaha. Smart power ni combination ya hard power na soft power. Maana yake unapima, hapa nitumie hard power na soft power. Sasa sisi hapa tunawakilisha jukwaa la soft power. Na niseme mwenyekiti, katika mwaka huu wa 2025 kwa mujibu wa bango, na hili ni ombi langu kwa Mheshimiwa Rais, hard power anazo za kumtosha, kwa hiyo hatuna wasiwasi, lakini soft power mwaka huu inahitajika zaidi pengine kuliko wakati mwingine wote. Soft power, nguvu ya ushawishi wa kuzuia maasi
bila kutumia mabavu. Na jukwaa hili linafaa zaidi lihimizwe. Majukwaa kama haya watafutwe watu wenye vipawa vya ushawishi wa nguvu bila kutumia nguvu kuzuia maasi. Kitu kilichotuleta sana ni kuzungumzia amani. Na nchi yetu tunajua kabisa imebarikiwa, ni bustani nzuri ambayo Mungu ameiweka, ni nchi nzuri inayopendwa na watu wengi sana, na msingi sana na jambo la msingi ni kuitunza amani yetu ili nchi yetu iendelee kuwa na utulivu. Kama wenzangu walivyotangulia kusema kwamba nchi yetu imebarikiwa sana na wanyama wazuri na kila kitu, na kila nchi inapenda Tanzania. Kwa hiyo tunaelekea kwenye uchaguzi, lazima tuwe makini sana, kwa sababu sisi ni viongozi tunaokaa na watu wengi sana. Wengine misikiti na watu zaidi ya maelfu, wengine makanisa na zaidi ya maelfu. Ina maana sisi tunaposema jambo lina nguvu sana. Kwa hiyo tunapoelekea kwenye uchaguzi, sisi kama viongozi, kazi yetu kubwa si ushabiki wa siasa, isipokuwa kushauri viongozi, kushauri ili nchi yetu endelee kuwa na amani, kushauri na kuiombea, na kuonya wenzetu au kuonya mashabiki. Unajua kuna kitu kizuri, kuna kuaga na mashabiki. Wengine wanatamani kuharibu, wengine wanataka hivi. Lakini sisi Mungu ametuheshimisha kutupa maelfu ya watu kuongoza na kuitunza amani ya nchi yetu kwa kuzungumza kila siku kwenye ibada zetu. Kwa hiyo tunajua kabisa amani ikiwa katikati kwenye nchi yetu, na nchi itakuwa na utulivu, na itashuka ngazi taifa, mikoa, itashuka mpaka wilaya, hata familia. Tunajua hata familia sio na amani, watoto wanakuwa machokora kwa sababu nyumba haina amani. Mke na mume tu anapokuwa hana amani, tunajua familia, watoto wanakuwa wanazaga mtaani. Kwa hiyo tunajua kabisa kwamba amani ni kitu cha msingi sana. Na sisi Wakristo tunajua kabisa ya kwamba wakati Yesu anatabiriwa kuzaliwa, yuko nabii Isaya alisema atazaliwa mwanamume ambaye ufalme wake utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu. Kwa hiyo na sisi Wakristo tunajua kabisa ya kwamba huyo Yesu ambaye alitabiriwa na mitume, alisemekana yeye ni mfalme wa amani. Kwa hiyo hii Waislamu wanajua Mtume Muhammad ametamka kwa uzuri sana, na sisi tunamsema Yesu ambaye tunamwamini kwa uzuri sana. Kwa hiyo viongozi hawa wakubwa wawili wote wamesimamia amani. KM Online TV.